Nimekusalimia katika jina la Yesu. Nimeokoka, Yesu ni mwokozi wa maisha yangu. Nina furaha ya wokovu, ninaenda mbinguni. God bless you. Baba, katika jina la Yesu, naja mbele yako asubuhi ya leo. Ninakuomba katika jina la Yesu, nena kupitia huu ulimi wangu. Oh yes, Lord. Thank you. Thank you, my Redeemer, for being with me at this particular hour. Thank you, Jesus, for your love. Thank you, Jesus, for your protection. Thank you, Jesus, for your guidance. I love you, Jesus. I salute you and I honor you. Jehovah God, you are worthy, you are mighty, there is no one else like you. I salute you. Thy Holy Spirit, thank you for being with me at this time. Na umekuwa pamoja nami. Asante. Nena Roho Mtakatifu kupitia mimi. Sema yote unayohitaji kuyasema, yaseme Mwenyezi Mungu. Jina lako litukuzwe Mungu, unastahili. Nanyenyekea mbele yako, and I'm so humbled to serve you. Thank you. Mbariki ambaye ananisikiza. Jina lako Kristo litukuke na liinuke katika mioyo ya wengi ambao wananisikia. I cover them all with the blood of Jesus. Haya yote nimeomba katika jina la Yesu. Nawe shetani, hauna ruhusa within, between me and my Redeemer, and between me and this video na I'm shooting. Shetani, hauna ruhusa kuwa hapa katikati. I command you to flee in Jesus' mighty name. Father, use me. Let me speak what you want me to say, or what you want to say through me in Jesus' mighty name. Katika jina la Yesu nimeomba na kuamini. Amen. Mwenye kunibariki, leo ni siku nyingine njema. Nimeokoka, Yesu ni mwokozi wa maisha yangu. Nimemuona katika njia zangu na ninaenda mbinguni. Ninafurahia huyu mwana ambaye ameandika jina langu kwenye kitabu cha uzima. I'm so humble kumtumikia. Maana nyakati hizi, maybe kusikia sauti ya Mwenyezi Mungu inakuwa ni ngumu. Wengi wamepotelea huku na huku. So wakati Kristo amenipea hii kibali, hakika ninamfurahia, ninamuinua, ninamsujudu. Anyway, nianzie na hili neno. Maana Mwenyezi Mungu ameniwezesha, na maana maneno ambayo ninataka kuyanena hapa chini ama nyuma ya hii yana uhusiano na mambo ambayo yako katika hili neno ninataka kulisoma. Na mahali niko leo ni kitabu ya Mathayo, Matthew 13 verse, kuanzia hapo verse 14. So the prophecy of Isaiah applies to them. So the prophecy of Mr. Prophet Isaiah applies to them. The people will listen, and listen, but not understand. They will look and look, but not see, because their mind are dull, and they have stopped up their ears, and have closed their eyes. Otherwise, their eyes would see. Their eyes wouldn't see. Their ears would hear. Their mind would understand. And they would turn to me, says God. And I will heal them. As for you, how fortunate are you? How fortunate are you? Yes, your eye sees and your ear hear. Let's go back hapo chapter 13 verse 16. As for you, how fortunate you are. Your ear sees and your ear hears. Your eyes sees and your ears hear. I assure you that
many prophets and many of God's people wanted very much to hear, to see what you see, but they couldn't not. And to hear what you hear, but they did not. Now, tukianzia pale juu, Mwenyezi Mungu anaongea kuhusu prophecy ambayo alikuwa amepea nabii Isaia, akiwaelezea wako na masikio hawasikii, wako na macho na hawaoni, mioyo yao ni migonjwa. Lakini ukikuja hapa chapter 13 verse 16 inasema, how fortune are we, tuko na bahati namna gani kulisikia neno la Mwenyezi Mungu sisi kizazi ambacho tuko, na sio kutoka kwa watu wote, kwa wale ambao wanaongea na wanahubiri injili ya ukweli. And what do I say? Unajua, nyakati kama hizi hapa kwetu saa hii ni saa 6 na sijui na imebaki dakika 5. Saa 6 imebaki dakika 5. Now, ningekuwa nje kwenda kutafuta pesa, Kristo anachukua this opportunity kunitumia mimi nikuje mbele yako nikuhubiria ama nikuelezee hili neno la ukweli. Unajua, mimi huwa napenda kuhubiri hii injili na fashion ya rafu. Maana mimi sikulelewa mahali kuna wokovu. Wazazi wangu hawakuwa watu wa kanisa, so singejua neno. Lakini wakati Yesu Kristo aliona linafaa mimi nilijue, akaliweka ndani yangu na akawa ananitumia. Brethren, kuna wakati hapa nimeona Yesu Kristo akinionyesha saa kama hii. You know, wakati alikuwa ananionyesha saa, alikuwa ananielezea, it is now 30 minutes to 12 the hour. 30 minutes to 12. Now, nikiangalia it is now 30 minutes to 12. Kristo akawa ananielezea, muda umekaribia sana. You know, alikuwa ameniletea saa special. Ananionyesha, ananielezea, imebaki tu kidogo ifike saa 6. Now, nikiangalia 30 minutes ili dakika ifike. Unajua, kuna hiyo wakati tuseme Kristo alikuja hapa duniani, alianzia na hiyo 12, akaenda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sasa ile kitu Kristo ananionyesha, kwa msuguko huo wa saa, imebaki dakika 30 ile kamiti ya minutes ama ya hour isimame mahali Kristo alianzia by 12. Unanielewa? Hiyo kamiti ya hours imezunguka kuanzia 12, imeenda all the way round. Sasa imebakia 30 minutes ili isimame kwa 12. Sasa linganisha mwaka 2000 na mahali tuko. Sasa ugawe. You know, ugawe hii 30 minutes ambayo Kristo ananionyesha imebaki ili ifike 12. Kwanzia mahali 12 alianzia kwenda round hivi. Ukikakiriti vizuri, unaweza kuwa na jawabu katika mawazo yako. Na hii ni kitu imeelezwa kwa maandiko. Tukihesabu, tukikakiriti, kuna mahali katika Ufunuo ama mahali katika maandiko hii ambayo tunaelezewa tuhesabu vizuri wakati na tutaujua. Mimi, Kristo alianzia 12, amesunguka hivi muda huo wote. Sasa imefika 30 minutes ndio imebakia ile kamiti isimame 12. Ya hour and ya minutes. Jesus will appear. Anyway, mimi sitaki kukuhesabia, maana sijui Mwenyezi Mungu anahesabu ana hawa na miaka gapi. I don't know, but since 2000 na mahali tuko, since 2000 years back na mahali tuko siku ya leo, sijui, sitaki kuhesabu na hesabu zako, lakini the fact remains, imebaki kama 30 minutes. And God will bless you.
Jambo hili nimenenewa na Mwenyezi Mungu kuhusu leo asubuhi masaa ya 6 hapo, ilikuwa 6 kitu 6:10 kuelekea hivi mpaka 6:30, na Kristo akaninenea maneno mawili, in fact there are 5 of them, na nitayarete kulingana na vile Kristo amenisaidia. Jambo la kwanza ni hili: sisi Kristo akanieletea L sijui ina stand for what, but ikiwa double L moja hivi na ingine kubwa nyuma L. Akaniambia mwanadamu wewe ndio la kwanza, L ya pili ndio iko na nguvu ya Mwenyezi Mungu. Akaniambia in life that we live we learn every day. Tunasoma kila siku. Mzee ambaye amefikisha miaka 90 mbele ya Mwenyezi Mungu agali anasoma. Ni mapya. Mwenyezi Mungu hata tufunulia. In fact hata tukifika mbinguni hakuna vile Mwenyezi Mungu atufunulie yeye in full. Sasa Kristo akanielezea, as we are in this world, hata kama niko na miaka 50 na sijawasha kusoma kutoka kwa Mwenyezi Mungu. If you lie yourself that you have known God properly, you haven't. Maana Kristo akanielezea mpaka mtu akiwa na miaka 90 agali anasoma. You know, ndio hiyo sitaki kusema mengi. Agali anasoma. Ikiwa mpaka miaka 90, Mwenyezi Mungu agali anakufundisha mambo mapya kila siku. Lakini kwa sababu wa ugumu wa moyo wetu na kutoelewa, ndio hatusikii. Na hapo ndio nimekusomea Matthew 13 verse kuanzia hapo 14 kuendelea hivyo. So ugumu wa moyo wetu wasababisha tusimuelewe Mwenyezi Mungu. That is one issue. Kitu ya pili ni hii: Kristo akanielezea, ninaongea tu kuhusu ugumu wa moyo wetu, akanionyesha jambo hili. Kwa mwanadamu sisi twazidi kukua, twazidi kulelewa na Mwenyezi Mungu. Sasa alipokuwa ananionyesha, nikupee mfano na hii kitu nilitumia last week. Mwenyezi Mungu akanionyesha hivi. Sasa tu assume huyu ni mwanadamu mpaka hapo. Sasa juu hapa ni kichwa, kuna sehemu ya kutoka kwa shingo mpaka kwa waist. Mwenyezi Mungu akawa ananionyesha kutoka kwa kichwa kwenda mpaka kwa waist. Mwanadamu ni mgonjwa, lakini akasema yeye ndiye nguvu, anakushikilia. Hakuna wakati Mwenyezi Mungu huwa anakuasha, anakuanga amekushika throughout. Sasa ninaweka hii, I'm illustrating this so that you can understand me better, ama understand vile Mwenyezi Mungu anataka kunena. Sasa akasema Mwenyezi Mungu huwa anakushika namna hii always, hata kichwa chako na mpaka mahali waist iko ukiwa mgonjwa. Sehemu ya chini haikuangi mgonjwa. Hii sehemu chini ya miguu kwenda, sasa kutoka waist kwenda chini haikuangi mgonjwa. Sasa hii issue ya mwili wako upande wa chini kuwa ni sawa sawa, ni vile ulizaliwa. Mwenyezi Mungu akaweka mambo mazuri na mawazo mazuri, akaweka utu na umungu ndani yako. Lakini upande wa juu umejiharibu, upande wa chini uko sawa. Sasa Kristo akawa ananielezea ndiye nguvu. Tunariganisha hii kitu hakawezi kakamove bila hii nguvu kutumika. Bila hii nguvu ya Mwenyezi Mungu kutumika. Akasema sasa chini wewe uko na nguvu ya Mwenyezi Mungu na uko na umungu. Anataka kukurevive. Hello, Mwenyezi Mungu anataka akurevive, akushike whole. Maana umesukuma Mwenyezi Mungu kutoka kwa kichwa chako. Umemteremusha kwa matendo yako maovu. Umemteremusha paka amefika kiunoni. Na ikifika kiunoni, yeye huwa anakataa kupita hapo, anasema ukae hivyo. Wakati utajisikia ufufuke, ukubali Kristo awe Mwokozi, unjue mienendo yako ni mibaya, kisha Yesu Kristo, Mwenyezi Mungu Kristo ataanza kupanda juu na arudi vile alikuwa mwanzo wakati alikuumba. Akili zako akishika, mwili mwingine wote unakuwa sawa. Hii ni yako wewe ambaye umekataa wokovu, ambaye wewe umekataa mashauri ya Mwenyezi Mungu. Wewe ndio umesababisha nipewe hiyo na Mwenyezi Mungu. Na hii ina include mpaka wale wa Kristo ambao wanasema wanaenda na hawaendi.
You know you are a Christian, you don't live according to the will of God. Wewe ndio unaelezewa kichwa na masikio haisikii, kichwa ni kigonjwa, masikio haisikii, macho haioni. Ukitaka masikio yako yafunguke, hapo chini tuwaelezewa maneno ambayo tunayaona siku ya leo. Manabii wa zamani walikuwa wanatamani waiyaone, hawakuweza. In fact hata sio zamani, nikilinganisha hapa kwetu Kenya miaka iliyopita, hapa miaka 25 hivi, injili Kenya haikuwa inajulikana vizuri. Ama miaka 30 iliyopita hapa nyuma, watu walikuwa hawaelewi neno vizuri. Sasa wakati wamekuja kulijua, wamejua, alafu wakajua zaidi. Unajua ni mfano ni huu. Unapata gari ikiwa unapata pickup ama lori, ni ya game, na iko na mashuma na ni open nyuma, lakini iko na hii nyuma body ya nyuma, lakini juu ni open. Sasa wameenda forest, wameshika the giraffe, the tallest of all, wameiweka kwa hii gari na wameifunga vizuri. Lakini the issue is here, wakati hii giraffe inasafirishwa, mwili kutoka hapa kwa kifua, mwili iko juu inaonekana huko. Sasa hata hii giraffe ikiwa imebebwa na hii lori, haiko ndani ya lori, mkishwa iko juu. Hata ikipata stima ambayo imening'inia, ikiwa unapata ile giraffe inaguza ile waya, inaiweka shock ama so usiwe kama giraffe ambaye amebebwa na lori, ametoa mkishwa juu, anajiangalilia na bado hako ndani ya lori. Kama ni kukaa ndani ya wokovu, bebwa na ukae vizuri ndani ya Yesu. Anyway, sitaki kuelaborate. Kama wewe una masikio usisikie na usielewe. Kitu ya tatu ni hii, nimesoma mawili. Na hii yote nimenenewa na Mwenyezi Mungu. So ninasukuma ama ninaongea kulingana na vile Kristo alinionyesha. Sasa kitu ya tatu ni hii. Kristo akanielezea, katika ile kazi yote wewe unaifanya, vumilia. Hakuna kwingine utaona green pastures. Mimi nasikia mtu akinielezea, nimekaa mahali fulani muda mrefu, ninataka nibadilishe angalau nione kama nikienda huko kwingine kutakuwa kuzuri. Hakuna kwingine kutakuwa kuzuri, ila kule huko ndio kuzuri. Sasa katika hii Mwenyezi Mungu ameninenea leo, jambo la tatu lilikuwa niwaelezee kila mmoja wenu afumilie kwa ile kazi ambayo anaifanya. Kila mmoja wenu ile kazi ambayo unaifanya, hata kama unaidharau na umeifanya na inakupatia kitu kidogo ya kukula, usifikirie ati ukitoka kwa hiyo uende hiyo nyingine ndio utabarikiwa. Utakuwa unawasha 4, ukifikiria utapata 8 na utapoteza yote. This is a request that our Redeemer Jesus Christ is making unto you. Vumilia kwa ile kazi ambayo unaifanya as per now. You know, kulikuwa na mtangazaji mmoja nilikuwa ninamjua, alikuwa msichana, alikuwa anafanya katika hizi tu station za vernacular station. Sasa kuna kale kama mashini huwa anawekwa kwa mwili ili ya communication, kuongea na nini. Sasa huyu msichana akawa anasema hii gadget wakati kamefungwa katika mwili yake, maybe ni nyuma, alikuwa ama kama kamefungwa katikati hapa ya sehemu ya chini ya mwili yako yake, ama most of the time anakawekanga nyuma. Sasa huyu dada alikuwa ana make a lot of noise akisema, na alikuwa analipo vizuri sana, anasema hii kama machine kana nifinya, nimeshoka kufinywa na hii kama machine. Sasa alikuwa anaangalia the comfort ambayo wako naye pale, anaona sasa ninasikia nimeshoka kwa sababu ya haka kitu ninaweka kana nifinya, ninasikia I'm not comfortable when I'm working with it. Maana ni ya communication. All of a sudden akalisign, akasema hataki hiyo kazi na akalisign. Baada ya miezi kadhaa ije ndio aliona alifanya ukubafu ama ujinga, akajua niliresign kwa sababu ya kufinywa na kale kitu kama mashini, sijui alikuwa anakaweka, sijui kama alikuwa anakaweka katikati ya matiti ama ni nyuma. Kuna hiyo kama mashini, sijui alikuwa anakaweka wapi. Sasa aka complain, akasema hey, I'm regretting kwa nini nilifuta kazi. Sasa hii msukumo wa kufinywa na kale kama mashini huko nyuma kakiwa kamefungwa, akawa hasikia akiwa comfortable, ilimsababisha resign kazi ambayo alikuwa anafanya. Ngoja sasa baada ya kuresign, akawa sasa ana request hiyo institution imrudishe kazi.
hakuipata. Kama angelijua, angelivumilia mpaka wa leo angelikuwa katika hiyo kazi. Sasa mahali alienda nje ni mataabu na shida mingi. Kristo akawaelezea, mvumilie kwa kazi ambayo mnafanya. Ile kazi amekupea, anajua ndio inakufaa. Vumilia katika hiyo kazi. Hivyo ndivyo Kristo anakuelezea. Hiyo ninaongea na mpaka na mimi. Unajua saa hii nimesikia niingie studio sasa hapa niko ni shoot video. Alafu ninajiuliza sasa watu wengine wote wametoka kwa plot, mimi nimebaki. Alafu Kristo sasa akaniuliza, sasa kwani hiyo kazi unataka kuingia huko studio ifanye si kazi? Si ni kazi. Tukaa tuna Kristo akawa ananishawishi hata hiyo unaingia kufanya ni kazi. Anyway, nikawasha kiburi na nikasikia nikiwa sawa nikuje ni shoot hii nikiwa sina mehubiri. Hata mimi nilikuwa mmoja wa kunenewa. Am I proper? Wale watu wananisikia saa zingine sitokagi kwa nyumba. Wananionaje? Ni watu ama ni Mungu? Vumilia kwa ile kazi ambayo umepewa. Kuna maua. Hii kimaua kinakuaga kizuri sana. Ni kama maua uiangalie ikiwa bali. Ama uangalie mwangaza wa stima. Wakati tulikuwa watoto tulikuwa tunaletwa na baba hapa Nairobi. Sasa usiku ukifika tukiwa hapa Nairobi na kwetu Ushago hakukuwa na stima. Tulikuwa tunaona kukiwa maridadi. Nao ukiwa somewhere Keno, sijui ni Gitaru. Ukiwa sehemu ya Gitaru, kuna vile usiku unaonaga mataa ya Nairobi vile inawaka. Ukiwa unakuja asubuhi masaa alfajiri, unaona vile mataa inakaa vizuri Nairobi. Zote tulikuwa tunatamani kukuja mahali hiyo mataa iko. Lakini tukifika Nairobi, leo hii ninamalizaga hata miezi 3, 4, 5 bila kwenda capital city. Ndani hapa tu ni 100, in fact ni 50 bob, not around. Na ninasikiaga staki. Wakati nilikuwa Ushago nilikuwa natamani tu nikuje tu Nairobi. Saa hii niko Nairobi. Maybe nianze kutamani, nafikiri ninaweza rudi Ushago. Hiyo ndio mawazo Mwenyezi Mungu anakuambia. Uyatoe ndani yako. Uridhike na vile unakaa na vile amekuweka pa leo. Kwa hivyo akanielezea ile kazi unaifanya siku ya leo. Ipende na uvumilie hapo. Usione green pastures. Green pastures ni kama nini? Kuona maua ambayo pete yake inaonekana ikiwa beautiful. Ukifika pale ndio utajua hivyo ulikuwa unafikiri sio hivyo. Hiyo ni 3. Hii ni kitu kingine Mwenyezi Mungu amenielezea nikuelezee. Ulikuwa gay. Na wakati umekuwa gay mwanaume, wanaume walikuwa ama ulikuwa unajiuza ama watu walikuwa naenda na wewe sehemu ya nyuma. Kuna hiyo colony, sijui inaitwa colony, ambayo inakusubua, maybe huwa inatoka ama sometimes unatoka maji huko ndani hujui shida ni nini. Most of the time unajiweka kuna vitu unaweka ili kuzuia huo maji ambayo yanatoka sehemu yako ya nyuma ya show. Ulikuwa gay, ulikuwa unatumiwa na wanaume kama mwanamke. Na sasa colony yako imekuwa mgonjwa na unashindwa uende hospitali, umekunywa hizi tunaitaga antibiotic, unatibiwa kisirisiri, unaenda kwa over the counter unauziwa madawa na watu wa chemist, na umeenda kwa hospitali tofauti ukiwa unajaribu kutibiwa. Hii colony, sijui inaitwa colony, haijapona, inakusubua. Kristo ananielezea nikuelezee. Namba yangu ya simu ni 0721 735 498. Ukiwa wewe ni mmoja wao na ulikuwa gay na colony yako imekataa kupona, unatumia, kuna vitu unatumia ambayo unaziweka kwa nguo yako ya ndani, kana vile wamama wanakuaga wakati wao wa mwezi. Hiyo kitu unaitumia sehemu yako maana kunatoka maji, na umeenda kwa madaktari mingi wengi na hujapona. Nimekupea namba yangu ya simu hapo. Kristo amenipea ruhusa niombe na wewe ili upone. Shame haitakuruhusu, aibu isikukataza wewe kuniita. Tukiomba na wewe online. In fact hata huhitaji kukuja kwangu.
unahitaji tu tuongee naye na simu tuombe na Kristo yu tayari kukuponya. Hiyo ilikuwa nimenenewa na Mwenyezi Mungu leo, ilikuwa ni jambo la nne. So as ukitaka kuponywa, lazima ushukue hatua, unipigie simu. Na kama sio mimi utapigia simu. Uende kwa mhubiri ambaye unampenda, ambaye unamheshimu. Umuelezee lile jambo you confess, alafu akuwekelee mkono, akupake mafuta. Na ama akuombee tu na maombi, maana Mwenyezi Mungu yu tayari kukuponya. Amesikia kilio chako. You have regretted, you have repented, but hiyo sehemu igali na vidoda, kuna maji inatoka sehemu hiyo. Na umejaribu madaktari, umejaribu nini, haiponi. Call or go to the nearest pastor you believe unto, in Jesus' name, and God will heal you. Jambo lingine ni hili. Hili ndilo la nne, nimeongea matatu. Vumilia kwa kasi. Hiyo ingine ni ya ulikuwa gay. Haya, jambo lingine la tano ndilo hili. Nimeenda matatu. Now, hili linahusu Wakorino. Nikaelezewa na Kristo, na ni lazima, kama wewe ni Mkorino, hauna ruhusa kuoa msichana ambaye si Mkorino. Mikelidai, vijana wa Korino na wasichana wa Korino, msijini engage na watu outside the beliefs that you have. I don't know why in my nation Kenya Mwenyezi Mungu huwa anainua kuna FIFA inakuaga na Wakorino Kenya. Kwa muda nimekaa katika wokovu na miaka ambayo nimeishi tangu nilimjua Kristo. Kwa na certain FIFA inakuaga na Wakorino mbele ya Mwenyezi Mungu. Sasa Kristo akanielezea, this is a command. Kama wewe ni Mkorino, usioe mtu ambaye si Mkorino. Unajua, ngoja nitumie awkward language. Tunaitaga mikalidai. Mikalidai yeno. Dukahikie Mkalidai. Usioe Mkalidai. Usioe mtu ambaye sio Mkorino. Mwenyezi Mungu hafurahii hilo jambo. Na kama wewe uko na kireba na unajua umeoa Mkorino, usitupe, lakini tumia hiyo nafasi kueducate wao vijana wengine wa Korino wasipitie hiyo njia. Maana everyone who has married a Mkorino, an Mkorino believer, an Mkorino, and especially wale ambao wameoa wamama ambao sio Wakorino na ni Wakorino, hawana raha ndani yao. Hata watudanganye, hata waongee wakosoe hii kitu ninaongea siku ya leo, waseme Evangelist Martin anaongea uongo, mimi nimeoa mtu ambaye si Mkorino na niko na raha, hauna. Maana the flow of God that is supposed to be in you inagonga ukuta wakati bibi yako sio Mkorino akiwa hapo. Ndio maana wakati mumeitana conference ama mnaitana Wakorino, tunaenda kiungano, mkutano wa Wakorino, huyu bibi yako uko na yeye ambaye hana kireba, most of the time haendi. Sasa angalia hii, Abraham alikuwa anatembea na huyo bibi yake kila mahali anaenda, na mpaka wakati moja ndio huyo unamuona akienda kwa mfalme, na akasema huyu bibi si yangu, huyu si bibi yangu, ni my sister. Walikuwa pamoja. Sasa wewe ulioa mtu ambaye si Mkorino, hauna raha. Hakuna mahali mnaenda katika kongamano, hamwezi mkaenda na huyu mama, maana from the word go anakataa. Kuhikia Mkelidai, hata msinisamehe na msinipende, mkosoe hii video hii, lakini mko tu. Mwenyezi Mungu anasema hapendi, na hii ni command, this is not a request. Hapendi, anasema you should not marry mtu ambaye sio wa faith yako. Mimi nitoke saa hii niende nioe Muislamu ama Muislamu awe Mkristo, inakuwa contrary, haiendi. When believer, you know you belongs
kanitha wa nguo ndaihu, wale wanavaanga mavazi marefu, alafu unakutana na msichana mwingine anavaa nguo juu ya magoti na unasema ameokoka. Ana difa na imani yako, hamupelekani. If you belong to Catholic na uende ukaolewa ni Mkurino, ina difa a lot. Hamuelewani kwa faith. So ile faith uko nayo na unaona tukienda pale Revelation ambayo nilisoma last time, kuna makanisa tofauti, kila kanisa ilikuwa na jukumu lake na ilikuwa na mashauri na masharti yake. Ni hivyo iko kwa siku ya leo. Utakuta huyu mtu ni wa hii dhehebu, huyu ni wa hii gine, huyu ni wa hii dhehebu, huyu ni wa hii gine. Dhehebu ambao unajua imani yake na ile imani unakuwa hasipelekani. Usiende kutoa msichana huku. Mpaka angalia mpaka Israeli. Akina nani wote katika maandiko Israeli? Kila mtu akienda kukufa ama ikifika wakati wake, utafutie msichana kijana wangu bibi na usitoe kwa watu wa kabila, utoe kwa kabila langu. Mimi ninaongea specific wa Korino. Mwenyezi Mungu anasema muache kuwa watu ambao wako outside your faith ya wa Korino. Mwenyezi Mungu hafurahi. Na regard to that, kuna viboko ambayo inakupata na inakuja maishani mwako kwa sababu ya hiyo kitu. Utasema ni mauongo ninaongea siku ya leo, lakini ngojea watoto wakuwe wazima. Hakuna vile umelelewa ukiwa Mkurino na imani yako ndio hiyo. Alafu unakuja hapa Nairobi, unarukaruka hivi unakutana na msichana mwingine. Hata wengine mnaoa hawajaokoka. Wengine mnaoa hawajaokoka. Giza na mwangaza zapelekana wapi? Mimi nimeokoka. Na niliokoka nikiwa mtu mkubwa. Nilipokuwa mdogo, maybe ningemari nioe tu mtu kama mimi free. Lakini wakati nimeingia kwa imani ya kweli nikiwa kijana nimeokoka. Hiyo imani ambayo nimeishika, let it be like that. So kama Mwenyezi Mungu alikuita ukiwa mama ambaye ni wa kufunga kitambaa, remain like that na utafute mtu wa belief yenu kwenu. Niliona wakati moja watu nimepea nyumba mahali, nimewakodisha kwa nyumba kidogo Ushago na huko Naivasha huko. Walikuwa bibi na bwana na walikuwa wanapendana sana. Lakini all of a sudden mwanaume akaamua kuasha imani ya ile kanisa ambao walikuwa anasoma. Bibi akajaribu kumpembeleza. Kwa nini unayasha imani ya kwanza? Hiyo ambayo uliisikia. Mzee hakusikia. Na juzi ilikuwa na tofauti kidogo tu. Ilikuwa tu ni tofauti kidogo kati ya hii dini na hii. Lakini mwanaume aliamua kuashana na ile dini walikuwa naye. The faith walikuwa naye mwanzo. Akaingia kwa ingine. Huyo bibi alimwelezea straight forward. Kama umebadilisha imani yako kutoka ile ninajua. Mimi ninaona ukilea watoto ukiwa peke yako. Na for sure huyo mama hakumaliza miaka 2. Mwenyezi Mungu alimuinua kwa sababu ya kupigania imani uliyoisikia kwanza. Wewe Mkurino kijana, ukiwa msichana ambaye sio Mkurino, Mwenyezi Mungu hafurahishi na hiyo. Na kiboko utaipata tu ndani ya nyumba yako, sio bali. Na maana mnasema unajua tunaruhusiwa sisi ni free land. Free land hiyo ndio inakuletea mtu ambaye hata hajaokoka katika nyumba yako. Unaoa msichana sio Mkurino, umelelewa kwa imani ya Mkurino, unakutana tu na mtu tu ambaye hajaokoka. Mtu tu ambaye hajaokoka, alafu unaasimu unamfanya bibi yako. Anakusubua usiku na mchana. Inioro njua abaki litigetiga. So, una kasi ya kufanya ubadilishe huyo mpaka awe kwa imani yako. Na ni makosa wewe ukiwa umeokoka kwenda kutafuta mtu ambaye hajaokoka. Consequence zinapatikana. We have a sister katika Kenya hii. Alikuwa mzuri sana kwa wokovu. Ukimsikia siku yote anaongea habari ya wokovu. Ngoja tu afanye mistake akashikana na mtu ambaye hajaokoka. Anakaaga ameshakanyikiwa. Anatafuta mtu ambaye hajaokoka na anaenda kwa pastor. Unajua ninataka unishikanishe na huyu juu hakuna wanaume, ili angalau akikuja kwangu nitambadilisha, nitamhubiria ili wokovu uingie ndani yake. That is lies. Hatabadilika. Kama atabadilika itakuwa ni ile tu kwa sababu unamshawishi. Huyo dada siku ya leo
anakuaga amenyamaza, ameshaganyikiwa, hajui mbele wala nyuma. Mtu ambaye si wa imani yako usimweke katika maisha yako. Kwa hivyo wewe kama ni Mkristo ambaye unaenda kanisa, for example kama Assembly ama Full Gospel, Worldwide, Redeemed Gospel, tunaziitaka kanisa za kiroho. Ukienda kutafuta mtu wa imani ya tofauti na hiyo uko naye, mtasubuana kwa nyumba. Sikudangani. Atigoja nishukue huyu, atarekebishika akiwa kwa nyumba. Kama alikuwa anafanya usharati, anaenda na wanaume hofyo hofyo ama na wanawake hofyo hofyo, hata akiwa kwako atakufanya tu una feel pain na ulijifunga na yeye. Wakorino ninawaongelesha. Mkurino hafai kuoa mtu ambaye si Mkurino. Sijui ni nini hii mko naye mbele ya Mwenyezi Mungu, mko na favor mbele ya Mwenyezi Mungu. In our country Wakorino mko na favor mbele ya Mwenyezi Mungu. Tunaongeaga tu niwaelezee. Sasa umeenda tu umeshukua msichana huko na Mwenyezi Mungu akanisaidia hii. Kama wewe ni Mkurino na unajua uko na urafiki na mtu kama huyo na haujamuoa, kufika mahali huko usiendelee. Na kama unataka kuamini hawa ambao wameoa watu ambao sio Wakorino, ingia mkae pamoja na hao, ujaribu kukaribia huyu jamaa akuelezee siri, atakwambia don't try. Lakini kwa sababu tunawaona hapa in Limelight wanaonekana wamekaa maisha mazuri, how do you see? Ninaenda event, mimi ndiye ninaenda kufanyiwa hii na hii na hii, maana nimekuwa ama Mwenyezi Mungu amenibariki, na watu wote wanakuja wanasherehekea pamoja na mimi hapa Kayole, wakisema Evangelist Martin wakati wake umefika. Saa hiyo ninakuja mbele yenu, mimi ni Mkurino, bibi yangu hayuko hapo. Asheni kudanganyika na urembo. Huu urembo huu ndio unakupeleka katika giza, na hiyo shimo umejiigiza kutoka ni nguvu, ni gumu. You are always smart with Jesus, and uko na hiyo tunaitaga favor ya Mwenyezi Mungu. All of a sudden unashikana na mkelidai wa aina fulani, mtu ambaye hata hajaokoka, hajui wokovu ni nini. You know you hate kuvaa miniskirt, yeye ndiye anakuja kuzivaa kwako. Utalea nini? Na msinisamehe katika hiyo maneno ninasema, nyinyi Wakorino ambao ninawaongelesha. Mwaendelea na hiyo njia, hiyo mnaendelea ni njia ya shida, hamkufi. Lakini kuisikia sauti ya Mwenyezi Mungu hauisikii. Cheza tu, tumewaona hapa. Si tuko hii Capital City, unakutana na mtu ako na kireba, ako na kamsichana kadogo hapa. Hiyo njia unaonyeshwa na huyo msichana ni ya mauti. Biblia yasema mwanamke ndio huyu na ni wa mtu. Anakuja anakuelezea, nimetandika kitanda yangu mzuri, nimepika chakula mzuri, njoo kwangu bwanangu haiko, tusherehekee. Hiyo mahali unaingia ni kujiwekelea moto kwa kifua na uniambie ushomeki. Tuko na hawa hapa, tumewaona walikuwa wanatembea na wasichana hapa Nairobi. Kuna wakati mmoja nilienda kuangalia nyumba mahali nilikuwa ninataka nilale. Nikaambiwa kuna rumu moja hapa ni ya mtu fulani na ni Mkurino. Hiyo haipewagi mtu mwingine. Huyo hawa ambao ninaongea na kuhusu hao siku ya leo. Wewe ni mwili tu wamebakia. Ni mwili tu inaonekana juu. Ndani hawana kitu. Usinisamehe, na hiyo ni command. Kama hamsikii na advice ya Mwenyezi Mungu kwako, jaribu utafute mtu ambaye ameoa mtu ambaye si Mkurino. Ujaribu ukae na yeye akupee mashauri. Akubali tu, afunguke moyoni, atakwambia ile kitu hujui. Na kama unajua you are in courtship with someone who is not of your faith, wachana na hiyo faith, wachana na hiyo relationship. Kama utabaki bila bwana, kama utabaki bila bibi, may it be. Acha iwe namna hiyo na utabarikiwa na Mungu. Udiko hikia mkelidai. No era. Mtasikia nani na mmejaribu kuelezewa na wahubiri wenu na msikii. Unaoa kishwe gumu. Anakuenjoy tu, anakutoast hivi from up and down. And especially mnaoa wale ambao hata hawajaokoka. Brudi hiyo. La mwisho, nitaongea na wale watu ambao ni fanatic
uko na faith ya wokovu ndani yako, lakini hauitumii. Please, kama unajua umeokoka na uko na kipawa ndani yako, itumie. Maana kutoitumia inakuletea shida. Watu wanasema, sitanena maana watu hawasikiagi neno la Mwenyezi Mungu. Na Kristo anakuelezea, enenda mbele yao uambie huo ukweli iwe ni thibitisho. Sasa wewe umepewa key, hauitumii. Umeingia kwa nyumba ya kiroho, iko na milango, iko na dirisha. Wewe tu unasiasha tu zikiwa zimefunguliwa. Umbu tutatoka kila mahali. Milango ndio hiyo wafunguanisha tu. Ubwa tu inatoka from anywhere. Uko na key, spiritual key, na hauitumii. You have a spiritual house. Umeiashiria. Na nielewa. Uko na nyumba ya kiroho, umeiashiria. Madirisha hufukangi. Mpaka mahali Mwenyezi Mungu alikuwa ananionyesha hii maono. Ile funguo ya kufunga mlango, mahali iliwekwa tu na mwenye kutengeneza nyumba ili akupatie. Hujai gusa na mkono yako hivi ujaribu kuroko mlango huo. Dirisha ndio hivyo. Mwenye kufanya the last touch ya nyumba, final touch, aliasha dirisha ikiwa open juu alikuwa anajua ni mtu mzima anakuja kuingia ndani. Ataifunga apaguze aiweke vizuri. Vile tu aliasha, wewe uliingia na unakaaga tu namna hiyo. And you expect baraka kutoka za kwa Mungu. Ndiposa vumbi inaingia kwa nyumba yako, unakaa Mkristo, hauna ile tunaita gariri. Inaitwa nini na Kiswahili? The glory of God that is in you. Hautumii mamlaka. You have authority and you are itumii. Na kisha in these 5 points Mwenyezi Mungu akaiongea ikiwa mara mbili, spiritually and physical. Wewe wakodisha nyumba, na maana ni wewe waishi. Wakojea atika kitu ya socket ya stima imeharibika, huwezi tengeneza, utakaa hapo. Kama hii nyumba sasa ninakaa, sijui huu ni mwaka wa 14. Sasa miaka 14 nimekaa kwa hii nyumba. Maybe hata nikitoka niende kwangu leo nitakaa kama miaka 5 ama 10. Alafu nikufe, ama miaka 20 nikufe. Ile miaka mingi nimeishi kwa hizi nyumba za kukodishwa za wenyewe. Kristo anataka hiyo nyumba unaishi ifanye yako vile ungependa kwako kufanya, ufanye. Sio socket ikiharibika maana nyumba sio yako ya kukodisha inakaa hapo, hatari kwako na kwa watoto. Kakitu ya kuweka bulb kameninginia hapa uwezi, enda ununue kakitu ya maana uweke hapo, maana ploti si yako. Mwenye ploti anaishi huko. Itengeneze iwe standard ambayo unataka. Hii ni ka studio niko. Ningelisema tapaka hii rangi ya blue maana ni ya mwenyewe, sijui sitaweka nini hii bao hii, sijui ni sitatengeneza mlango. Hiyo tunaita ujika kwa kusaliwa. Jifundishe na mzungu. Anakuja hapa Nairobi, anakodisha shamba la mtu na anaweka kila kitu expensive. Mpaka perimeter wall, anaweka mpaka alarm, anatengeneza nyumba inakuwa mpaka swimming pool. Na nikukodisha. Wewe wasema kwa sababu ni ya kukodisha, paka mlango ya show imekurika, huwezi ukaweka kwa sababu mwenye nyumba ndiye anafaa kuweka, na ni wewe unaishi. Aibu ni ya gani? Mlango ya unajua hizi milango tunawekaga, hizi milango hii kama hii sasa iko hapa hii, ndio zinawekaga mpaka kwa show, tunaita silent door. Imekulika, imekuwa karibu udhirikuota, sasa imekulika na juu nyumba si yako, huwezi ukaiweka mlango ingine maana nyumba ni ya kukodisha. Sasa mtoto wako anakuja akiwa amekuruma, amekururu, inajua kutembea na mikono juu ni mdogo, na yeye huko kwa show ndio unajisaidia. Mlango ni dhirikuota. Halafu sasa mtoto wako anakuja akiwa amefurahi, amejishikilia. Ni kale kama mwaka moja ndio hakajasimama, kanakuja tu kamekimbia huko kwa bafu ukijisaidia. Mlango ni dhirikuota. Mtoto anaona nini? Halafu niulize laana inatoka wapi? Na unacheka tu. Mahali unaishi ndio kwako. Tengeneza vizuri. Mokolino. Tigana na mokelidai. God bless you. Leo sina mengi. Unless
Unastahili Baba wa mbinguni. Pokea sifa, pokea utukufu, pokea shukrani. Iwe jana na leo na hata milele. Now, kuna hii pesa inapewanwa ya basari. Kila mjumbe ako na basari ambayo inapewa watoto ambao ni wa maskini. Na yeye ni tajiri, na unajua juu unajuana na yule ambaye anapeana hizi form ama hizi check. Unaleta watu wawili watatu, wanakuja wanapewa, kila mmoja anapewa cheki mbili ati yako na watoto watatu. Na yeye ni tajiri. Wapanga laini waenda kuchukua ile basari form ili ujazie watoto ambao hauna. Na wewe ni tajiri. Kristo anasema hiyo haitoki kwa nyumba yako. Haitoki. Lazima ikukule. So, kama wewe unajua unaenda kuchukua basari na hauna watoto ambao wanasoma ama unasaidia wako, hauna watoto ambao wako kwa shida, hiyo kikombe unafunua Mwenyezi Mungu anakupea hapa karibuni tu. Na uangalie na wale walianza kuchukua basari. Si nyinyi mnajijua. Ulianza kuchukua basari kama miaka 6 imeisha. Umekuwa ukiishukua. Leo hii angalia maisha ambayo unayaishi. Ulikuwa tajiri. Pesa imeenda. Basari ndio imesababisha. Mimi hata sijui hiyo ni nini. Na kuna mama moja aliniambia, pastor, wakati huo sikuwa pastor, mzee, si ukuje, ilikuwa ni watawala, si ukuje angalau ushukue ya watoto wawili, alafu mimi unipe 5,000, hiyo ingine 15,000 ukule. Maana inaendaka namna hiyo. Na yule ananiambia namna hiyo, anahakisha gari anaenda anasimama pale. Shame on you. Kaa maisha matakatifu, kaa kulingana na mapenzi ya Mungu, na hakika atakuwa pamoja na wewe, atatembea pamoja na wewe. Bila hivyo, hii mambo yote mnafanya ni kifo katika maisha yako. God bless you. Evangelist Martin Ndung'u. Yesu ni mwokozi wa maisha yangu. I'll pin my number hapo chini. Na Mungu awabariki, injili iendelee. Na wengi mmesimama na mimi, wengi mmekuwa mkisupport ile children's home. Mwenyezi Mungu awabariki na tuendelee vile. The issue ya mimi kuwapatia ile children's home, Mwenyezi Mungu alinipea kibali. Maana aliona watu wengi wanatuma pesa kwangu niende ma children's home nikiwa visit. Mwenyezi Mungu akaona nishague hiyo moja niwapee ili msiwe uwe rahisi. Msione kama mnadanganyika. Ikifika kiwango ya kuambia sasa msiendelee kutoa, nitawaambia. God bless you. Wale ambao mmekuwa mkinisupport, neema ya Mwenyezi Mungu na iwe pamoja nanyi. Peace of God. God bless you. God bless you. Shalom in Jesus' mighty name.